majina naitwa Jael Martin, na miaka 38, natokea Dar es Salaam. Nilipopita Singida, mwendo karudi tena kule kule, akaozidisha tena speed. So baadaye tukashikwa na usingizi. Yaani kwenye usingizi pale ndo nikajikuta tu watu wanapiga kelele kwenye gari, kushtuka gari kaa inayumba barabarani, inaenda huku inarudi, inaenda inarudi, ghafla ikavaniana na nyingine iliyokuwa inakuja mbele yetu. Dereva tuliyetoka naye Mwanza alikuwa anatubishia, kila tukimwelekeza aende taratibu alikuwa hayuko tayari kutusikiliza, lakini alionekana akiwa na haraka sana, hali iliyopelekea kuwaacha baadhi ya waimbaji wenzetu wawili kiasi cha kuchukua usafiri wa bodaboda wakatukimbiza mpaka stendi ya Mwanza, ndipo tukaungana nao. Lakini hiyo hali iliendelea. Miongoni mwa watu tuliweza kuongea naye apunguze spidi, akawa anadai anawahi abiria. Sasa tulipofika Singida waliweza kubadilishana. Yule dereva tuliyetoka naye Mwanza akachukua mto akalala pale mbele, akaingia dereva mwingine ambaye akaendelea kutuongoza, na huyo ndiye aliyekuja kupambana na hiyo ajali mpaka kutokea. Na kwa bahati mbaya, kuanzia dereva tuliyetoka naye Mwanza na huyu ambaye amempokea mwenzake tukiwa Singida, pamoja na kondakta wao alikuwa ni mwanamke, wote wamepatwa na mauti pale pale. Lakini na sisi pia tunasikitika, miongoni mwa mwimbaji mwenzetu anaitwa Elizabeth amefikwa na mauti. Mimi nilikuwa mwenyewe, japo kuna wengine walikuwa na familia. Kama kuna mama mmoja nimemwona alikuwa na mtoto mgongoni na mtoto mmoja wa miaka kama 3. Yule mtoto amevunjika mguu. Mimi namshukuru Mungu sijaumia sana. Madhara niliyopata ni madogo tu, kama hapa nimejigonga na hapa usoni, lakini kwingine sijaumia sana. Kutokana kwamba kidogo nilikuwa nimefunga mkanda, kwa hiyo sikuweza kuumia sana. Kwa kiasi kikubwa aliyejeruhiwa ni ambao hawakufunga mikanda, kwa sababu viti viharibika kiasi kwamba mtu unakuta amekaa nyuma lakini anajikuta yuko mbele, kwa hiyo walirushwa na ile speed ya ile gari iliyokuwa nayo na ule mgongano, kwa hiyo kidogo walirushwa kwenda mbele. Funzo leo nipa ni kwamba tunapoingia kwenye gari natakiwa tufunge mikanda. Maana sawa ajali haikwepeki, lakini unapokuwa umefunga mikanda madhara yanakuwa sio makubwa kama ukiwa hujafunga mkanda. Natazama kilele, kilele wa Sayuni, tumaini la wote watakaoshinda, watarithi milele na milele. Yesu watawale baada ya taabu, watafurahia. O Yerusalemu, o Yerusalemu, o Yerusalemu, mji wa milele, mji wa milele, wenye raha tele, mji wa dhahabu, mji wa dhahabu, mji wenye nuru ya Mwana-Kondoo, ya Mwana-Kondoo. Ndiye mfalme wake, hakuna vilio, hakuna vilio, hakuna magonjwa, ni uzima tele. Kwa masikitiko makubwa tulipokea taarifa ya ajali iliyohusisha magari mawili ya abiria, yani mabasi, moja likitokea Mwanza na lingine kwenda Dar es Salaam na lingine likitokea Dar es Salaam kwenda Mwanza, ambayo yaligongana eneo la Bahi, kijiji cha Ibiwa, na kusababisha vifo vya baadhi ya abiria. Na mpaka sasa tunapoongea, majeruhi ambao walipokelewa kwa ujumla walikuwa 66, lakini watu ambao wamefariki pale pale walikuwa ni 7 na mmoja baadaye, jumla wamekuwa 8. Kati yao 5 ni wanaume na 3 ni wanawake. Lakini kati ya hawa majeruhi ambao wamepokelewa 9 ndio bado hali zao si nzuri sana, na hao wengine 57
angalau hali zao zinaridhisha, wanaendelea na matibabu, lakini wengi wao wamekimbizwa katika hospitali 3 hivi. Hospitali ya rufaa ya mkoa ambako tuko hapa wamepokea wengi zaidi, lakini hospitali yetu ya Makole ya wilaya nao wamepokea baadhi ya majeruhi, lakini pia hospitali ya wilaya ya Bahi nao walipokea majeruhi wengine na baadhi ambao wamefariki. Kibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Rehema Jeremia Menda, moja ikiwa ni basi kampuni ya Isamilo iliyokuwa ikifanya safari kutoka Mwanza kuelekea Dar es Salaam yenye usajili wa namba T 428 EXP pamoja na basi la Kalibanika Luxury lenye usajili wa namba 897 DUP. Mara baada ya kutokea wito huo, moja kwa moja tulifika eneo la tukio na kuanza operesheni za kufanya maokozi, na katika yale maokozi tulifanikiwa kuokoa ama kunasua ile miili 9 ambayo ilikuwa imenasa na kuweza kwa kushirikiana na wenzetu kuwaleta katika hospitali kwa ajili ya kuhifadhi. Kwa wenzetu ambao wanaendesha vyombo hivi vya moto na hasa unapobeba abiria, basi lina abiria 40, 50 au 60, niendelee kutoa wito madereva wote wanaoendesha magari wakiwemo hasa hao abiria pamoja na wengine wote, tujitahidi kuendesha kwa tahadhari. Inasemekana kuna mmoja ambaye kati ya mabasi hayo aliovertake bila kuchukua tahadhari na kusababisha ajali hiyo kutokea. Jina langu ni Zablon Mngwapa Kamanija. Nilikuwa natokea Dar es Salaam. Nilikuwa naelekea Mwanza field. Tumefika mkoa wa Dodoma. Sehemu sikumbuki, magari yakakutana uso kwa uso. Kwa majina naitwa Yasini Omari Nyaluse, ni mwanachuo wa Chuo Kikuu cha University of Dar es Salaam. Nachokikumbuka kwenye ajali ilikuwa majira ya saa 12:08. Nilikuta ghafla tu gari la basi lile liliokuja kutugonga sisi limetahama kwenye site yake, limekuja kutuvamia kwenye site yetu.